ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Sasa jambo la kwanza, ili awe mwenye haki, nigetha akorwo mwitikiriku. Bwana ape sifa. Amen. Atajitakasa kwa kutoa yule ndume, egwetheria ni undu wa kuruta ng'ombe. Bwana ape sifa. Amen. Kwa ajili yake mwenyewe, ni undu wa mehia make kuna, na kwa ajili ya familia yake, na ni tondu wa nyumba yake kiumbe. Bwana ape sifa. Amen. Ili awe mtakatifu wa kuweza kutoa zile dhambi zingine, nigetha etikirike wa kuruta magongona macio mangĩ, anatoa kwanza, akamba kwirutira we mwene. Ni siku ya upatanisho, muthenya wa horohio, ni tarehe 10 mwezi wa 7, tariki 10 mwezi wa 7, mwezi wa Ethanim, mwezi ucio turagweterwo. Kisha atatoa wale mbuzi wawili na kuwaweka mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Na Haruni atapiga kula juu ya wale mbuzi wawili, kula moja kwa ajili ya Bwana na kula ya pili kwa ajili ya Azazeli. Hapa kuna mbuzi mara mbili. Hena mburi maita meri. Kuna mbuzi inachinjwa, kuna mburi irathĩnjwo iondoe dhambi, yeherie mehia. Bwana ape sifa. Amen. Kwa wana wa Israeli, kuri ciana cia Israeli, na dhambi iliyokuwa ndani ya ile hema, na mehia maria menyitagirira hema-inĩ, hiyo inaondoa hizo. Hiyo ni reheria mehia macio. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mbuzi ingine, kwina mburi ingi sasa inawekelewa mikono, ikaigirirwo moko na wana wa Israeli, ciana cia Israeli, yani watu waliochaguliwa wawili ama mmoja, mathuritwo marute wira ucio. Bwana asifiwe. Amen. Iwekelewe mikono, ipepe dhambi zote za wana wa Israeli, ikaigirirwo moko, ikuwe mehia mothe ma ciana cia Israeli. Bwana ape sifa. Amen. Alafu thutha ucio iachiriwe, irekererio ithie, tupwe kichakani, iteo githaka-ini, mahali ambapo haitaweza kurundi, kundu kuria itegucoka, iende ikufie huko, igakwire na kuka na icemanie na wanyama huko, icemanie na maundu maria igucemania namo na Bwana ape sifa. Amen. Kwa hivyo imeondoa dhambi ndani ya jamii ya Israeli, niyeheria mehia thiini wa ruriri rwa Israeli, na ile ingine iliyochinjwa nayo ingithĩnjirwo ilienda ikaondoa ile dhambi, ithire yeheria mehia, kutakasa ile dhambi iliyokuwa inakaa ndani ya ili nyumba, gutheria mehia maria marari nyumba-ini ino, na kuweza kutia ufumba na kurehe munungo mwega kwenye ile chezeto hari icinero ria uvumba. Alafu inachomwa pale, alafu igacinwo hau, inatoa harufu nzuri, ikaruta munungo mwega hata ndani ya hema, ona thiini wa hema. Bwana asifiwe. Amen. Inaondoa ikeheria ile dhambi iliyekuweko, mehia maria mari nyitiriire kuo, na hiyo siku, na muthenya ucio, hiyo nyumba inakuwa safi, nyumba iyo igakorwo iri theru, inatakazika, igathera, na hiyo siku watu hawakuwa wanakula kitu, na muthenya ucio andu matiariaga kindu, walikuwa wanafunga, ni mehigaga irio, ili ile dhambi ikubalike, nigetha igongona riao ritikirike. Bwana ape sifa. Amen. Sile dhambi siweze kuondolewa, iyo cio wehere, na ile mbuzi iweze kubeba dhambi zao ipeleke kichakani, na mburi iyo ithie na mehia mao githaka-ini. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Endelea nayo maandiko. Aya yake ya 8 inasema, na Haruni atapiga kula juu ya wale mbuzi wawili, kula moja kwa ajili ya Bwana na kula ya pili kwa ajili ya Azazeli. Na Haruni atamleta yule mbuzi aliyeangukiwa na kula kwa ajili ya Bwana na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Awe huyo sana anatolewa awe sadaka ya dhambi. Bali yule mbuzi aliyeangukiwa na kula kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele za Bwana, atawekwa hai mbele zake Bwana, ili kumfanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazeli. Apelekwe jangwani kwa ajili ya Azazeli. Na Haruni atamsongeza ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake, na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake yeye mwenyewe, na kwa ajili ya nyumba yake. Naye atamchinja yule ng'ombe kwa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake. Kisha atatoa chetezo kilichonjaa makaa ya moto yatokayo madhabahu iliyo mbele za Bwana, na konzi 2 za uvumba mzuri uliopondwa sana mikononi mwake, naye atauleta ndani ya pazia. Endelea tu. Kisha atatia ule uvumba juu ya moto mbele za Bwana, akatia ule uvumba juu ya moto mbele zake Bwana, ili moshi ya ule uvumba ukasitili kiti cha rehema, ili ule uvumba ukaweza kufunika kusitili
kile kiti cha rehema, mahali ambapo Mungu alikuwa anashuka, kifunikwe na ule ufumba ulioko na harufu nzuri sana. Bwana asifiwe. Amen. Ili moshi wa ule uvumba ukisitiri kiti cha rehema, ndio kilicho juu ya ushuhuda, asinje akafa. Kisha atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kuinyunyizia kwa kindole chake juu ya kile kiti cha upande wa mashariki. Na mbele ya kiti cha rehema atanyunyizia ile damu kwa kindole chake mara 7. Kisha atamchinja yule mbuzi wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu. Ndio. Na kuileta damu yake ndani ya pazia. Na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe. Na kuinyunyizia juu ya kiti cha rehema, mbele ya kiti cha rehema. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu. Afanye upatanisho kwa mahali patakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Hapa mahali patakatifu hareto hatheru, anafanyia upatanisho haria alarehere horohio. Bwana apewe sifa. Amen. Anapatolea pia dhambiu, ni alahatheria kala harutira igongona onaho, pia paeze kuleta upatanisho, nigetha hetikirike kurehe ngwataniro. Bwana apewe sifa. Amen. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu. Na kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli. Hebu sikiza hiyo, nataka urundie pole pole. Nikwenda tusokere kahora. Anataka kufanyia mahali hapa hii hema ya mkutano atherie handu hau mari arehe ngwataniro. Hapa mahali patakatifu aweze kuletea mahali pale upatanisho. Handu hau hatheru aharutire kana aretere ngwataniro kana horohio kupitia dhambiu, kugerera igongona. Kwa sababu mahali pale ni tondu handu hau hapakuwa pasafi, hatiari hatheru. Malisia hilo andiko kweli. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu. Na kwa sababu ya mambo machafu, kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli, na kwa sababu ya makosa yao, naam, kwa ajili ya dhambi zao zote, naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania, kwa ajili ya hema ya kukutania ikaayo pamoja nao katikati ya machafu yao. Rudia tena, ile hema ya mkutano ikaapo pamoja nao. Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania, ndio, ikaayo pamoja nao katikati ya machafu yao. Katikati ya machafu yao. Ile hema inakaa na machafuko. Hema hiyo ikuaga mehia ma wana wa Israeli. Ile hema ilikuwa mbando wana wa Israeli wakitakazwa. Leo hema hiyo yali siana cia Israeli igetherio. Ile hema inapaki na uchafu wa dhambi za wana wa Israeli. Siatherio niyo yakuaga mehia ma ciana cia Israeli. Ilikuwa inasalia na zile dhambi, yatigaraga ikuite mehia macio. Ndio anasema pia anaitolea dhambiu, akauga ona yakamirutira igongona ria kumitheria. Bwana apewe sifa. Amen. Endelea tusikie kama ni ukweli. Kisha 17. Wala hapata kuwa na mtu katika hema ya kukutania ule wakati atakapokuwa akipatanisha ama kuitolea dhambiu ile hema, hakuna mtu ataonekana ndani wakati aingiapo ili kufanya upatanisho katika takatifu. Akienda kuleta upatanisho katika pale patakatifu, hakuna mtu anastahili kuonekana ndani mwa ile hema hata atakapotoka mpaka ule leo ni muthenya wa 10 mweri wa kwa hema ya kwanza. Alitaga wira ucio hema ya mbere siku baada ya siku, muthenya. Bwana apewe sifa. Amen. Yani wakati wote mtu akiwa na makosa akienda ajulikane apeleke dhambi, mundu athia gutwara wehia nigetha rehe ngwataniro na ithe witu, ni hapo kwa hiyo ni hau harutagirwo wira ucio. Bwana apewe sifa. Amen. Lakini mwezi wa 10 ni dhambi zote, no mweri wa 10 ni mehia ni mothe, upatanisho wa hema
ni upatanisho wa hema, horo hiyo ya hema, na upatanisho wa wana wa Israeli na ciana cia Israeli kwa Elohim, kwa ithe witu. Bwana apewe sifa. Amen. Haya, malizia, maana tunamalizia tukua tunaenda sana. Baada ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya wote wa Israeli, kisha atatoka na kuiendea madhabahu iliyo mbele ya Bwana na kufanya upatanisho kwa ajili yake. Atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na ya yule mbuzi na kutia juu yake juu ya pembe za madhabahu pande zote. 19. Tena atanyunyiza baadhi ya damu juu ya madhabahu kwa kidole chake mara 7 na kuitakasa ili machafu yote ya wana wa Israeli yaitoke. Bwana apewe sifa. Amen. Ili machafu yote ya wana wa Israeli fanye nini? Nigetha mehia mothe ma ciana cia Israeli moime. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni vyema ujue hivi. Ni wega ukurane huu. Hema ile ilikuwa imetengenezwa. Hema ile yathondeketwo. Ilikuwa na two sanctuaries. Ni ali na ama two tabernacles. Na ya keli. Mara ya kwanza hĩndĩ ya mbere ilikuwa inafanyiwa kazi wakati wowote. Yarutagirwo wĩra hĩndĩ ciothe. Mara ya pili indo ya keli ni mwaka tu mara moja. Nĩyo mwaka rita rĩmwe. Ili hiyo mara ya pili nĩgetha rita rĩa keli ipepe ikue dhambi za ile hema, mehia ma hema hiyo ile iliyotokana na wana wa Israeli, ile imanite na ciana cia Israeli waliokuwa wanatoroa dhambi na ile dhambi kushika ile hema, arĩa meheragirio mehia nĩ ũndũ wa hema hiyo kũgĩa na mehia mao, ili hiyo hema itakazwe. Nigetha hema hiyo nayo itherio. Ya pili ni wana wa Israeli, ya keri ni ciana cia Israeli pia watakazwe na omatherio na dhambi zao siondolewe, na mehia mao mehere. Bwana apewe sifa. Amen. Hiyo siku ilikuwa ya kufanya hiyo kazi. Muthenya ucio wari wa wira ucio. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hapo maana watu wanaweza fikiria naenda sana na nataka kumalizia. Arenda kurikiriria. Naye akiisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai. Na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli. Endelea kusema, na makosa yao, naam, dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi, kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyo watu, naye atamwacha mbuzi jangwani. Na Haruni ataingia katika hema ya kukutania, naye atavua mavazi yake ya kitani aliyoyavaa alipoingia katika patakatifu, atayaacha humo. Naye ataosha mwili wake kwa maji mahali patakatifu na kuvaa nguo zake na kutoka na kusongeza sadaka ya kuteketezwa yake mwenyewe na sadaka ya kuteketezwa ya watu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya watu. Bwana apewe sifa. Amen. Hivyo ndivyo Haruni alikuwa ameagizwa. Ugo niguo Haruni ataritwo. Sasa mstari wa 20 wa 29 wa 29 inasema, amri hii itakuwa amri ya milele kwenu. Katika mwezi wa 7 siku ya 10 itakuwa amri kwenu. Katika mwezi wa 7 siku ya 10 ya mwezi, tarehe 10 ya mwezi, mtajitaabisha roho zenu, msifanye kazi ya namna yoyote. Hiyo siku maana ilikuwa siku ya upatanisho, mtu asifanye kazi yoyote, mzalia na mgeni akae kati yenu. Kwa maana siku hiyo ya upatanisho utafanywa, kwa maana siku hiyo upatanisho utafanywa kwa ajili yenu ili kuwatakasa. Nanyi mtatakaswa na dhambi zenu zote mbele za Bwana. Ni sabato ya raha ya maskini kwenu, nanyi ni sabato ya raha ya makini kwenu. Hiyo itakuwa sabato ya raha na ya makini sana kwenu. Nanyi mtajitaabisha roho zenu. Ni amri ya milele. Na ni amri ya milele. Bwana apewe sifa. Tuko pamoja?
Hivyo ndivyo hiyo siku ya upatanisho ilikuwa okay, kuna mambo mengi lakini huo ndio utaratibu. Ucio niguo utariria. Tarehe 10 mwezi wa ngapi? Tariki. Imesema ngapi hapa? Siku 29 na 30 imesema amri hii itakuwa ya milele kwenu kati ya mwezi wa 7 siku ya 10 ya mwezi. Tarehe mwezi wa 7 tarehe ngapi? 10. Ethanim. Bwana ape sifa. Kwa hivyo hiyo ndivyo ilikuwa inastahili kufanyika. Ugo niguo kwa batigo iki ka muthenya ucio. Ili dhambi sifanye nini? Nigetha mehia mohanirwo. Ili dhambi sifanye nini? Sisamea, watu wasamewe dhambi. Bwana asifiwe. Marekanire mehia. Sasa ningetaka niruke kidogo kwenye kitabu cha Waibrania. Ingienda gutengera na ihenya thiini wa buku ya Ahibirania. Nataka mnisaidie nisome Ibrania 8 mstari wa kwanza hadi wa 5. Inyanya muhari wa mbere ginya wa 5. Juu sasa hii kitu tunajaribu kusimuliwa. Tondu nduyu turageria kwirirwo. Bwana asifiwe. Amen. Jinsi mambo yalivyokuwa. Uria maundu mari mahana. Na jinsi mambo yanavyostahili kuwa. Hau mbere no uria maundu mabati gukorwo mahana. Biblia inasemaje? Maana ule wakati ebu kidogo mwalimu. Tondu hindi iyo. Hii historia ama hadithi tumesoma. Rugano ruo twathoma hau thutha. Tunasoma mambo ya mwanakondoo. Twathoma horo wa mbusi, gaturume, ndume, mbembe. Horo wa ndegwa. Bwana ape sifa. Hizo zote. Horo ciothe ginya Zazeli. Shalom. Shalom. Sidhani tumetajiwa Masihi mahali. Direciria kana kwi handu twagweterwo Mesia handu. Kuna mahali tumesoma mambo ya Masihi. Kwi handu twathoma Mesia. Kanitha. Wewe unaposema umeokoka. Wewe uiga ni uhonokete ri. Kama unasema umeamini. Angikorwo ni uga ni witikitie. Umeamini nani? Witikitie u. Umeamini ndamu gani? Witikitie thakame iriku. Hii ndamu. Thakame ino. Tumeona utaratibu wake. Nituona utariria yayo. Ilikuwa inaondoa dhambi ama haikuwa inaondoa? Ilikuwa inaondoa. Ukweli ni kwamba ilikuwa inaondoa. Ni eheragia mehia. Lakini si kabi. No tikuna. Njuu hii sasa. Tondu ino. Tumesoma. Twathoma. Ilikuwa inafanyika kila tarehe 10 mwezi wa ngapi? Yacokagirwo o mwaka mweri wa 7 tariki 10. Kwa hivyo hata kama hii tarehe 10 wakati tumesikia Aaron ametoka nje. Ona oimaje tariki 10. Tarehe 11. Tariki 11 rucio. Wale walifanya dhambi ama makosa bila kujua ama we wafanya makosa wakamatwe. Aria mehia muthenya ucio. Na wahukumiwe kutoa hiyo mbuzi. Na matuirwo marute mburi iyo. Hiyo tarehe 11. Tariki 11. Ile damu walikuwa wanatoa pale. Thakame ĩrĩa yarutagwo hau. Haikuwa iondoe dhambi. Ndiarĩ yeherie mehia. Inakuwa inaachilia dhambi kwa ile nyumba tena. Yarekagĩrĩria mehia macio meigwatirire nyũmba-inĩ iyo. Mpaka next year. Nginya mwaka muku. Mwezi wa 7. Mweri wa 7. Tarehe 10. Tariki 10. Hapo ndipo dhambi zilikuwa zinaondoka. Au niho mehia meheraga. Alafu singojea ule mwaka mwingine. Alafu cieterere mwaka ucio ungi. Kwa hivyo si ile damu ya mbuzi na kondoo. Thakame iyo ya mburi na bado ilikuwa inaondoa dhambi. Ni eheragia mehia. Ni ukweli? Niguo. Si ni ukweli? Sasa ndio nauliza, wewe unasema umeamini. Wewe ni witikitie? Papa Nyake umeamini? Anje, tuelezee anje. Umeamini anje? Witikitie atia? Na ni vyema uweze kutuwekea tofauti. Ni wega wikire ngurani. Ili tukuelewe. Nigetha tukumenye. Hii damu ya mbuzi na ng'ombe ilikuwa inatoa dhambi pia. Ni eheragia mehia, yes. Unaiamini hii? Ni witikitie iyo? Ama unaamini ingine? Kana witikitie ingi? Niambie tu. Hii hata useme ni nani, maana hakuna mahali tumesoma. Tumesoma hapa. Umeamini hii? Hii hujaiamini. Kwa hivyo unaposema umeamini si hii. Hayo mambo yako hapa hayakuhusu. Orocio ya tiwaku. Haya Haya twende kwa huo kurasa mwingine. Tuthie page hiyo ingi.
Na mtu anayesema ameamini ni vyema kujua umeamini nini. Mundu uri urauga ni etikitie ni wega. Ndani umeamini. Ukurana na kumenya witikitie thakame iriku. Wanape sifa. Amen. Maana hii sasa tunasoma hapa. Tondu ino turathoma haha. Na hii tunakuja kusoma Waibrania 8. Nere tukite guthoma Ibrania 8. Mstari wa kwanza hadi wa 5. Mari wa mbere nginya wa 5. Tunakumbushwa. Turaririkanio hii. Kuhusu aya tumesoma. Horo uria tuguthomaga hau mbere. Maana haya tunakuja kusoma kwa Waibrania. Tondu turathoma Ibrania. Ni mbaanda. Ni thutha wa kusaliwa kwa mwana wa Mungu. Kusiaro kwa Mesia. Bwana asifiwe. Amen. Na akaanza kazi zake. Na akabia wira wake. Na akafanya mambo mengine hapo katikati. Na geka maundu maingi gatagati-ini. Bwana apewe sifa. Amen. Hapa tunasoma tunasikia Aaron ndiye alikuwa amepewa hizi jukumu. Turathoma tukona Aaron wahetwo wira ucio ri. Na watoto wake. Na ciana ciake. Bwana asifiwe. Amen. Si ndio? Aaron na watoto wake. Hivyo ni kumaanisha ugo ni kuga kwa ukoo wa Lawi, muhiriga wa Lawi ulikuwa umepewa ile jukumu na ile kazi. Niguo wahetwo tungata ucio ya kufanya kazi ndani ya hii. Wakurutaga wira thiini wa hema ya gutungano. Hakuna mtu mwingine. Gutiari mundu ungi witikirikite. Kabila la Juda. Muhiriga wa Yuda haikuwa imeruhusiwa hapa. Ndo gwetetwo haha. Kabila la Benjamin. Muhiriga wa Benjamin alikuwa limeruhusiwa hapa. Ndo ali waho. Kabila hizo zingine zote. Muhiriga ingi yothe asikuwa karibishwa ama kupewa ruhusa ya kufanya kazi hapa. Yetikiritio gukuhiriria wira-ini wa hema ya gutunganwo. Kabila la Lawi peke yake. Muhiriga wa Lawi wiki. Bwana asifiwe. Amen. 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 Na kwa hili kabila sasa ndio tunakuja kuona. Kwi muhiriga uyu niguo twagia kuona. Kuna mambo inanenwa mahali. Maundu marario handu. Bwana apewe sifa. Amen. Kuhusu haya mambo yalikuwa yamesemwa. Uhoro uria waritio hau thutha. Bwana asifiwe. Amen. Na haya anasemwa mbandaye. Na uria ukugwo thutha ucio. Na hapa ndipo watu wanakosa kuelewa agano mbili. Ni andu magaga gukurana irikaniro igiri. Agano ngapi? Igiri. Igere. Agano ya kwanza ilikuwa ya damu ya mbuzi na ng'ombe. Na ndio hii. Na niyo twarikia gusoma. Na ilikuwa inasamea. Na nieheragia mehia. Haya nisomee hiyo kwa haraka basi Waibrania 8 mstari wa kwanza hadi wa 5. Yasema? Yasemaje? Basi. Katika hayo tunayoyasema. Katika hayo tumekwisha kuyasema. Neno lililo kuu ndilo hili. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii. Kama tuna kuhani mkuu wa namna hii tunayosoma, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni. Sasa mwenye tuko naye si kama wa hayo tumesikia. Tita ucio twaigua. Tuko naye wa namna hii lakini si kama huyu. Twinake wa muthemba ucio no ni makiria uyu. Maana huyo tunasikia mbando wako mbinguni sasa. Tondu turaigua rio iguru. Na ndiye kuhani mkuu. Na niwe muthinjiri munene. Biblia inasemaje? Mhudumu wa patakatifu. Huyo tunasikia ni mhudumu wa patakatifu. Naam. Na wa ile hema ya kweli. Ambayo Bwana aliiweka wala si wanadamu. Hii sasa huyu mhudumu aliyoketi mbinguni kwa mkono wa kiume mwa Elohim. Tunasikia kuna hema anaye undumu na si ya namna ya dunia hii, na mwenye kuifanya ni Mungu si mwanadamu. Ndivyo umesoma? Naam. Narudia, mhudumu wa patakatifu. Huyu aliye mbinguni ni mhudumu wa patakatifu. Na wa ile hema ya kweli. Ambayo Bwana aliiweka wala si mwanadamu. Hiyo ni Mungu aliiweka wala si mwanadamu. Hii naona tunasoma Musa aliambiwa. Musa erirwo. Ukisoma kitabu cha ukithoma thiini wa buku ya 25 hii Leviticus maundu ma Lawi ama ni Kutoka kana ni Thama verse number 8 mahali winyanya anaambiwa afanye alelo eke. Nisome ama nisisome hiyo? Unajua kuna vizuri uelewe ni vitu mbili si kitu kimoja. Aya 25 verse number 8 inasemaje hiyo Kutoka? Aya ya 8 yasema hivi. Inasemaje? Nao na wajifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sawa sawa na hayo yote niliyokuonyesha. Mfano wa maskani ya mfano wa vyombo vyake vyote ndivyo mtakavyovifanya. Kwa hivyo Musa aliambiwa afanye jinsi alivyoonyeshwa. Musa niyo niliyokuria iguru. Kwa hivyo hii tumesoma hapo ya mbuzi na ng'ombe ni Musa alitengeneza. Ino ya mburi na ng'ombe ni Musa wathondekire. Kuna mundu mwingine tunasikia kwina mutungati ungi turonio anafanya kwa masikani, araruta giikaro-ini iliyo juu, kiria kikuria iguru. Wasa niseme iliyo juu, lakini
hiyo maskani iko juu, maana aliambiwa angalie. Tondu gikaro kiu erirwo arore iguru. Angalie njua anjenge kama venye ameonyeshwa. Ake kulingana na ule aonirio kule iguru. Amen. Akatengeneza hema kulingana na vile alionyeshwa. Alibondeka hema kulingana na ule aonirio. Aya 3. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyo naye awe na kitu cha kutoa. Kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani. Maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria. Sasa hapa kuna kuhani wawili. Kuna thijiri eri. Hapa kuna kuhani wa hapa duniani. Kuna muthijiri wa gukuthi. Na hapa duniani anatoa sadaka kulingana na vile sheria imeagiza. Na wa gukuthi arutaga kulingana na mutaratara wa watho. Hivyo tumesoma ndivyo anastahili kutoa sadaka zake. Ugo twatho matariria hau mbere niguo abatie gukorwo agika. Maana huwezi kutoa vingine. Tondu ndungiruta njira ingi. Maana haijaandikwa hivyo. Tondu tiguo kwandikitwo. Kama kuna huyu mwingine ambaye anakaa kwa mkono wa kiume mwa Mungu. Uyo ungi wikaire guoko kwa urio gwa ithe witu. Pia akona dhambi zake tofauti. Ena igongona riake ngurani. Aya malisia hiyo. Aya 5 yasema watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni. Kwa hivyo huyu ako hapa, rudia verse 4 vizuri ama ni 3? Kama angekuwa juu ya nchi, kama huyo kuhani sasa angekuwa huku duniani, asingekuwa kuhani. Hawezi kuwa kuhani. Bwana asifiwe. Amen. Kama Masihi angekuwa kuhani akiwa hapa duniani, angekuwa kuhani. Kweli? Maana huku duniani kuna makuhani wenye walikuwa wamewekwa. Watoao sadaka kama iagizavyo sheria. Yes. Kwa hivyo Yeshua ako kando na hawa. Yeshua egurani nasio. Maana hao wanatoa sadaka kulingana na vile sheria imewaagiza. Tondu acio mararuta sadaka kulingana na uria maratarĩrio nĩ watho. Hawezi kwenda nje. Matingiuma nja ya watho. Bwana apewe sifa. Amen. Na ndivyo maandiko inasema. Ndivyo maandiko maroiga. Kama angekuwa huku duniani, korwo Mesia egũkũ thĩ, angeweza kuwa kuhani. Ndangĩtuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Kwa sababu maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria. Hawa huku duniani wanatoa sadaka kama vile sheria imeagiza. Watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni. Hawa wanatumikia kivuli cha mambo ya mbinguni kama vile Musa alivyoweza kuonyeshwa. Kama Musa alivyoagizwa na Mungu. Akaambiwanje? Alipokuwa tayari kuifanya ile hema, maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Bwana apewe sifa. Amen. Asifanye kitu kando na vile alivyoonyeshwa. Bwana wetu apewe sifa. Amen. So nataka tumzungumzie huyu Yeshua. Kwa hii andiko la chapter